kwa mama Nasib Abdul, na hapa tuko na mwanae wa hiari Juma Lokole. Juma, kwema? Kwema. Uko sawa? Niko poa. Baba Ikram. Niko bien baba Ikram. Na umependeza? Alhamdulillah. Kwa ajili ya mama Dangote. Kwa ajili ya mama Dangote. Hivi ulikuwepo kwenye kamati na? Nilikuwepo. Mbona hujavaa sare kama? Mimi mvivu sasa. Au wewe familia? Familia. Kwa hiyo haina lazima sana. Kipi unajivunia kwa mama Dangote? Kwanza kuwa na mama bora, mzuri, ana roho nzuri. Anacheza pati yake kama mzazi. Unapokosea anakuadhibu, anakusema. Hivyo najivunia yeye. Wewe una wazazi wangapi hapa mjini? Nina wazazi, mimi kila mtu mzazi wangu. Mimi na wazazi wawili, mama Dangote na Posh Noe. Bas. Sina wazazi, yani mama zangu ndo wao. Nilikuwa namsikia Haji Manara anaongea hapa kwamba kwenye ndoa zake mama Dangote ashapigana sana kwamba azibaki pale pale. Nikaona mamako mwingine anakuambia kuhusiana na kuoa. Mama Dangote yeye anakuambia nini? Maana una watoto wewe. Kilio chake yeye anasema muda wako ukifika utaoa. Amini kama anatakiwa anajua kwa sababu nilishakuwa kwenye ndoa. Kwa hiyo anaamini ipo siku siwezi kukaa hivi nitakuwa kwenye ndoa. Kwani ndoa ya kwanza ilikushinda wewe au ulimwacha? Ndoa ya kwanza mwenzangu aliinua tu vyombo akaondoka. Au uliachwa? Niliachwa mimi. Niliachwa mimi. Kwa hiyo hii ya pili sasa inabidi tulize akili. Nimekaa miaka 9 kwenye ndoa. Tangu uachane na mke wako? No, nimedumu kwenye ndoa ndani. Kwenye ndoa miaka 9? Miaka 9. No, ukiwa na muda gani? Umri gani? Mdogo sana. Ulipewa pressure ya kuoa au? Unajua kuna zile enzi wakati nilipo kwenye bendi. Kuna mwenzangu ameacha sasa mambo ya dunia, ana swali. Anaitwa Levi. Yeye ndo alikuwa anasisitiza mimi kuoa, tulikuwa kama partner. Kwa alivyooa yule na mimi nikaoa, nilikuwa mdogo sana. Nimemaliza form 4 tu. Umemaliza form 4? Form 4 tu nimeoa. Lakini alikuwa mpenzi wako tangu shule? Hivyo no. Mimi nilipomaliza shule nikawa naanza kudance. Nilipoingia tu kwenye dance ndo nikampata yeye. Kwa hiyo tulikuwa tuna safari, tunaenda Dubai, tunaenda Oman, tunaenda Qatar. Kusafiri umeanza kitambo? Muda mrefu sana. Alhamdulillah. So kusafiri yani kusafiri ndio kazini, wivu upo, utafanyaje sasa? Kwa hiyo tumekuja kuachana tayari. Ikram ana miaka kama 4. Ikram amezaliwa kwenye ndoa. Amezaliwa kwenye ndoa. Mashaallah. Ikram ndani ya ndoa. Mtoto mzuri kabisa. Sana, ana adabu, nampenda mwanangu sana. Uliona juzi nilimpost Ikram kwetu. Uliona comments za watu? Nikasema auntie yake kampost safi kabisa. Yes. Na nikasema Juma umekuza kweli kweli na sura ni ya kwako. Yaani pale ni wa kwangu ndio DNA. Anakasema DNA ni mchawi. Sasa hujamuona Irham. Yule wa kike. Yuko wa kike. Soma mpa sura mtoto wa kike. Nasubiri mpaka afike kama Ikram miaka 12 tampost. Ana Ikram uliacha kumposti muda mrefu, nikashangaa. Siku moja ulimpost na watoto wa Yeshekinde wameenda mlimani. Siku nyingine nikasema hii na screenshot nitakuja kuipost. Walienda Zanzibar. Sababu alikuwa anatamani sana kwenda Zanzibar. Kwa nikaambia nendeni Zanzibar. Kwa ile picha amepiga kaniambia nimefika baba, ndo kapigwa. Ndio ile pale. Umekuza sana. Alhamdulillah. Akienda Zanzibar anaenda kwa yule mdogo wake. Yeye ndo mara ya kwanza kwenda Zanzibar. Hajawahi kuendaga. Kwa alipoenda walikuja hotelini pale kumsalimia. Kwa alimuona dada yake pale. Nafurahi ukizungumzia familia yako kwa sababu watu wanakuona kama mbea tu. Hauna maisha mengine. Mtoto wako anasoma shule nzuri, anaishi vizuri, anapata kila anachokitaka. Hii kuweka maisha yako ya kimbea mtandaoni, lakini maisha yako private unayaficha kabisa. Unalinda kitu gani juu? Kwanza sitaki kumtesa mtoto wangu. Sitaki mwanangu apitie ambayo mimi napitia. Nashukuru Mwenyezi Mungu, sijui ya mbeleni, lakini kwa sasa hivi mwanangu kitu kinaitwa mtandao hataki kusikia hata kidogo. Ananiambiaga kila siku. Mwanangu ni madrasa. Unaweza kuamini mwanangu shule hapendi sana kuliko madrasa. Hapendi shule? Yaani hapendi shule. Yaani shule anaenda lakini madrasa, mwambie madrasa. Muite Sheikh Ikram. Yaani yule Sheikh Ikram kwa kweli. Anapenda na kila siku ananiambia baba, acha na mambo ya umbe. Malezi ya shangazi yake. Yes. Hongera sana kwa hiyo. Kiukweli Mungu awaweke ndugu zangu. Kwa sababu wamekuwa katika dini sana. Sasa mimi nafanya hivyo njaa. Sijasoma. Nilitaka nikuulize huko kwenye familia ambazo zinajiexpose, yani mpaka binamu wa Diamond tunamjua. Wote wako wazi, lakini wewe maisha yako private, dada zako umewaficha. Hawapendi mitandao.
wana roho ndogo, kuvumilia vishindo vya mitandao hawawezi. Wakiona wewe unatukana, Mara kwanza iko nawasumbua, sasa hivi wameshazoea. wewe umezoea kutukana. Nimeshazoea. Mimi hakuna tusijipi ambao utaniambia mimi nitajishtua. Ukipost unasoma comment. Mimi nasoma. Kwa kila mtu unaona alichoandika. Moja nasoma. Unajizuia kujibu. Nacheka. Sometimes inauma. Mimi wewe nitoe kasoro unavyosijua wewe, lakini usiguse kwa wazazi wala usimguse mwanangu kwa spend. Mimi nilipost picha ya Ikram nikaona comments, nikajikuta nazijibu zile comments. Kwa sababu usiwajibu. Haitakiwi. Usiwajibu. Kwa sababu mwingine hakujui, hakufahamu, ana comment ili apate followers. Unajua kuna mwingine ana comment tu makusudi ili mwingine aje kureply ili watu wamuone. Kwa hiyo wale sio kuwajibu, au kiwezekana una block tu basi. Juma, shughuli leo umeiona? Alhamdulillah imefana. Na nasikia Dar es Salaam imehamia Madale. Yaani Dar es Salaam leo iko hapa. Lakini watu wanasema mbona Zuchu hayupo? Sasa kuhusiana na Zuchu kutokuwepo, Zuchu Baba Levo alisemaje vile? Wewe unaniuliza mimi? Wewe ndio useme. Baba Levo alisemaje? Amesemaje? Amna. Zuchu anashuti. Anashuti nini? Anashuti Zuchu. Anashuti Imbeju. Baba Levo kasema Zuchu mjamzito. Sijui. Unajua nilivyomuuliza Diamond alikosa cha kujibu, akabaki anashangaa. Baba Levo ndo akadakia, "We, Zuchu mjamzito atakujaje usiku?" Atakujaje huko? Amna, ndio hivyo. Wewe hujui. Mimi sijui. Umeona watu wa mtandaoni ambao wanasema mbona kama Aaliyah yuko karibu sana na familia sasa hivi kuliko hata Zuchu ambao walikuwa wanamweka hadharani wako naye karibu. Hii kwenu ndani inaleta mtafaruku kwamba hii haifai kuwa hivi. Uzuri wa familia ya Diamond. Familia ya Diamond sio Aaliyah tu. Mtu yoyote ndio unaona staff wote wa Wasafi wanaishi kama family. Hawapendi kujiweka sisi mabosi. Kila aliyekuwa Wasafi ni mwanafamilia. Kila aliye Wasafi mama yake ni Mama Dangote. Hivyo ndio wametengeneza wao. Kwa hiyo Aaliyah kuwa karibu na Wasafi haitengenezi picha yoyote, ila sisi wa Mbeya tu ndio tunaishape kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa, lakini hapana. Kile kibao kata ambacho Aaliyah alileta keki ilikuwa hapa? Kiko baba. Na wewe ulikuwa unapiga kelele zako? Hapa. Sasa kwa nini zote Zuchu hayupo? Juma ndo inaleta uhalali. Sasa Zuchu ana kazi zake, anashuti. Juma nisaidie. Shamila anashuti. Wewe mpigie simu sasa. Subiri nisaidie hili Juma. Una mama mkwe wako, birthday zote 3, sijui amefanya mara 3 zote atakuja. Wanakaa nyumba moja. Wanapika, wanapakua. Sarafina. Juma najaribu tu kuelewa. Sarafina. Mimi nauliza. Mimi nauliza tu. Hamna. Sarafina. Unajitunza usije ukaharibu. Sarafina anajua atakaa. Juma unanionga Juma. Sarafina. Lucy ndio. Subiri.